yusra inda dukhul, atangulize mguu wake wa kushoto wakati wa kuingia, annahu na sababu sehemu anayoingia ni sehemu ambayo kuna uchafu na najisi. Ndio na ايوه وقت الاذان. نعم اذن المؤذن. Tuendelee na darasa letu. Baada ya adhana hiyo umesimamia wapi naingia wakadha yaf'alu fi sahra na hivyo na anafanya hivyo wakati anapokuwa katika sehemu ya wazi, sahara, sehemu ya jangwa. Mtu atakapoenda kukidhi haja katika sehemu ya wazi atafanya hivyo. Atavaa nini? Viatu na kofia yake, siweke kichwa wazi, na atatanguliza mguu wa nini? Wa kushoto. Madamu umeenda kukidhi haja, na utatoka kwa mguu wa nini? Wa kulia. Yapendeza hivyo sahara. As-sahara ni sehemu gani? في غير المكان المقضي القضاء الحاجة إذا اختاره لذلك. وموجة يسحر. وموجة إخوة ولا يحمل ذكر الله تعالى معه. ولا inapendeza kwamba wala asibebe utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye. Mtu anaenda kukidhi haja asiwe amebeba nini? Kila ambacho tunataja nini? Na kina utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaingia chooni una kitabu al-usulu 3 40 an-nawawiyya au na karatasi yako yoyote ambayo umeandika hadithi au aya ambayo ina utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, unaingia nayo katika sehemu ya haja. Hiyo sifanye pamoja fanya hivyo. Au ukaingia na kitu ambacho kina jina ambalo mfano kama jina la an-nabii au isman, jina ambalo ni tukufu kama jina la nabii Mtume sallallahu mamoja. Mfano mtu akaingia na kitu kina jina la mtume na Muhammadun Rasulullah mamoja eneo ni katika makatazo. Na ilikuwa kwa Mtume SAW kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokelewa kwa sahaba Anas radhiyallahu anhu kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-khala naza khatima, alipokuwa anataka kuingia khala Mtume SAW anaivua pete yake, naza anaivua na iondoa pete yake, kwa sababu pete ya Mtume SAW ilikuwa imeandikwa Muhammadun Rasulullah pamoja. Mnaona vizuri? Na Abu Daud radhiyallahu anhu, Abu Daud na Allah radhiyallahu anhu ameweka katika kitabu chake Sunan Abi Daud Abu Tahara babu al-khatim yakunu fihi dhikrullah azza wa jalla yadkhulu bihi al-khala pamoja. Pamoja ikhwa, hadithi ni hasanun sahih. Tumeelewana vizuri? Na jambo lingine, kwa hiyo asibebe wala yahmila, wala asibebe dhikrullah ta'ala ma'ahu, asibebe utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye wakati wa kuingia sehemu ya haja. Ya'tamid ala yasarihi, ndio yale tuliyozungumza siku ile. Au aegemee juu ya mguu wake wa kushoto wakati wa kukidhi haja. Nilijaribu hapa juzi Nakapotaka kukidhi haja inapendeza uegemee mguu wako wa nini? Shoto, ndio uegemee. Tupo pamoja? Kwa nini uegemee mguu wa kushoto? Kwa sababu mguu wa kushoto huo utakufanyia wepesi kitu kinachotaka kutoka huko. Kitatoka kwa wepesi, utapata uzito. Pamoja Mtu mwingine anataka kutoa vitu vyake huko vya studio, anapata uzito kwa sababu gani?
sababu amekaa kivyo vyote tu, hana staili ya kukaa. Kalia mguu wako, egemea mguu wako wa kushoto, vitu vitatoka, vitu vya studio vitatoka vizuri, utapata wepesi pamoja. Kwa hiyo inapendeza wakati wa kupata kukidhi haja kuegemea mguu wa nini, mguu wa kushoto, kwa mujibu wa madhehebu yetu ya Shafi'ia radhiyallahu. Na aya ameyasimulia warawa al-Baihaqi an Suraqa au an Suraqa bin Ja'sham radhiyallahu anhu qala allamna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ahaduna al-khala, ni atakapotaka ingia mmoja wetu khala ayatamida al-yusra ayansibu al-yumna, aigemee mguu wa kushoto na ausimike mguu wa kulia. Namna gani? Hebu tujaribishie nani? Jaribishie unavyopaswa kukaa ukiwa wakati wa kukidhi haja. Jaribishie. Iwe ni haja kubwa haja ndogo, vyote. Sio mashaallah. Mguu wa kushoto wewe. Naam, usimike, uegemee mguu wa kushoto, tako lako liegemee mguu wa kushoto na huu mwingine wa kulia usimike. Kwa pamoja Na inapendeza pia wakati wa kukojoa, usikojoe hali ya kuwa umesimama. Wengi katika sisi awe ni shekhe, ustaz, nani, yani katika mtihani tuliokuwa nao sasa hivi, sunna ya kukidhi haja aliyakuwa watu wamekaa wamejistiri vizuri, nikana mtu anakojoa vyovyote vile tu amesimama, fika kwenye mgomba, saa nyingine mpaka anafikia hatua ya kutaka kuupanda mgomba fulani hivi, yani kama vile anataka kuupanda mgomba pamoja, anauparamia mgomba aliyakuwa amesimama, anatoa nani yake anakojoa vyovyote vile tu. Si katika sunna. Yapendeza ukidhi haja aliyakuwa umeegemea mguu wa kushoto au umesimika mguu wa kulia. Na mulikuwa na swali? Ndio. Katika sunna na hapa ameleta yustahabu katika madhhabi ya Shafi'i. Pamoja, ingekuwa ni wajibu hata sisi tunao kujua tumesimama tungekuwa tunapata nini? Pamoja, ni sunna. Mambo ambayo ni mandugu. Pamoja hapa. Umeelewa? Naam. Unaelewana Na? Tena akasema wa yab'uda yab'uda anin nas, na ajiweke mbali kutokamana na watu. Pamoja wayastatira pamoja ajiweke mbali na nini, na watu, kwa maana ya kwamba asijioneshe mbele ya watu. Yani kwa mfano upo unataka kukidhi haja, ima kukojoa ama kukidhi haja kubwa, pamoja upo waziwazi tu watu wanakuona. Wayabuda, kwa maana wayabuda anin nas, ajiweke mbali na nini, na watu. Uingie sehemu ambao wayastatira, sehemu ambayo inakustiri, sehemu ambayo inafanyaje, inakustiri. Wewe ukitaka kukidhi haja uweke mbali sehemu ambayo watu hawakuoni, kwa maana bihaithu la yasma minhu sauti, ambao hawasikii sauti ya kitu kinachotoka mmoja mpaka saa nyingine unakuja kukidhi haja sehemu ambayo watu wapo karibu, unaanza kujibana pamoja. Ndio hali tulizokuwa nazo tuko pamoja unahisi kama vile kama utakitoa kitu ile, kuna watu anatoa mzigo huko aliyakuwa anajamba, sio hivyo? Ni kweli si kweli? Sasa jiweke mbali na hali ya namna kama hiyo. Licha ya kuwa saa nyingine misikiti yetu choo tunaziweka karibu pamoja, watu wako darasani, wewe huko unakidhi haja, watu wanasikia kulingana na upini wa viwanja vyetu tulivyokuwa navyo pamoja lakini inatakiwa uweke mbali ili watu wasikie sauti yako, sauti ya kitu kinachofanyaje, wala yashumu lahu rih, wala wasipate kuhisi ile harufu ya nini, ya kile unachokitoa katika haja zako pamoja
Kwa hiyo inapendeza katika haya. Anil Mughira Shu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safar, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari. Fa ata an-nabi, basi akaja ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam hajat, akaenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya haja yake. Fa ada fi madhhab ay makani jihad, akawa mbali na sehemu pamoja, akaenda mbali. Yani akaenda wapi? Ada fi madhhab, akaenda mbali. Hadithi ya akhrajahu at-Tirmidhi fi at-tahara, babu ma jaa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha arada al-haja abada fil madhhab, najiweka mbali na sehemu anaenda kukidhi haja, najiweka mbali sehemu. Na hii Imam at-Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahih, hadithun hasanun sahih. Wa ayastatra na alistiri bi ayajlisa wara'a sitratun tasaturu awratu inda al-julusi, adistiri yani wakati wa kukaa pamoja kwa maana hakikisha amejistiri wasije wakaona aiywa sehemu zake ambazo hastahiki kuonwa tu pamoja. Unakidhi haja, yani mtu anakuja na wewe bado huko umetoa ndani yako hivi, si hivyo. Unaona vizuri wakati wa kukidhi haja jistiri shekhi, ujistiri, jiweke sehemu ambayo watu hawataona sehemu zako za siri pamoja. Lakini malasa katika mambo ambayo yanasikitisha shekhi, yani Muislamu kabisa, ni Muislamu yuko mbele, yani watu huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu hapa, huyu anakojoa, huyu anakojoa. Sasa tukiwa katika safari hizi ya kwenda huko mbali, mnafika hotelini unakuta ni mwanaume yani kuna choo na kuna sehemu za kukojoa. Nyamba mdasafiri nadhani amniadui haya pamoja, yani kule kwenye mahoteli unafika kwenye kihoteli fulani hivi, naenda kukidhi haja, naenda kuchimba dawa pamoja. Sasa unakuta kuna sehemu hizi wameziweka vinani fulani hivi wanakojoa hapa, yani wanapika hapa, huyu amejipanga hapa, huyu hapa, huyu hapa, huyu hapa, anakojoa, anatoa ndani yake, hana aibu kabisa pamoja, wakati anaona choo ziko hapa. Sasa wewe Muislamu, kama Muislamu wewe haikubidi kukojoa sehemu hizi hapa zilizokuwa wazi ambazo hazijastiriwa. Umeona vizuri inakubidi uingie chooni kule ukidhi haja yako, tupo mmoja lakini ukidhi haja yako hapo malizo fanyaje, nenda. Au mtu anasema tunachimba dawa, anatoka nje, si mwanaume si mwanamke. Haya yako katika masafari haya pamoja, ambao tumejaribu kusafiri huku, tunatoka hapa tunaenda wapi, anasema tuchimbe dawa, mtu anatoka ni mwanaume, unaona ni mtu ambaye anaonekana na heshima yake, anaonekana na nini, ana heshima yake, anatoka nje hapa nje ya gari tu, watu wako hapa, wengine wamo ndani ya gari, wengine wametoka, mwanamke mwanaume wote wanakojoa sehemu moja, si mke wako si nani pamoja. Unaona ni mwanaume linakaa hapo, linasimama hapo, linatoa nani, na mwanamke linatoka huku linajibinua, linakaa linaanza kukojoa. Si katika adabu, katika adabu za kukidhi haja hizi pamoja. Lazima ukae mbali na sehemu ambayo hawakuoni watu, ujistiri. Sio Uislamu wetu. Unaelewana vizuri hapo? Lakini mambo mambo sasa hivi katika dunia yetu ya sasa hivi, umo kwenye gari, mwanamke mwanaume anatoka hapa nje ya gari, si kwamba wale hata amesogea mbali, amesogea kidogo tu, sehemu ambayo anajificha kidogo, hapo anatoa hivi, tena ameangaliana na mwanamke, na mwanamke ameangaliana na mwanaume, anavua nguo yake ya ndani, anakaa mwanamke, si kwamba atajinani, hata kama ni hivyo tu, anakaa hapo, unaona anakojoa hapo, anasimama, anavuta lisketi lake na linani lake, anaanza kuvaa. Si katika adabu za kidhi haja hizi, na mwanaume hivi. Saa nyingine mwanaume unamuona kama huyu, inawezekana huyu akawa na akili zake pamoja, lakini kumbe akili hamna. Lakini haya yote ni kukosa Uislamu. Haya yote ni kukosa nini? Kukosa Uislamu shekhi. Ukikosa Uislamu lazima na haya itatoka. Ni kukosa imani. Mwingine unakuta ni Muislamu, hana imani. Ndio hivyo alhayau naam. Kwa hiyo mtu akikosa haya anafanya vyovyote. Hadithi nyingine katika 40 na wewe anasema sasa ile ambayo nazungumzia kwamba ukikosa haya fanya unaloleta na
Unaona fa illam tastah fa'al ma fasma ma shita. Kiwa utakuwa hauna haya basi fanya unalotaka. Ndio haya. Kwa moja wale ndugu zangu waislamu ni kujistiri. Wala yabula fi ma'i raqidi. Miongoni mwa haja za kukidhi haja ni kwamba mtu asikojoe. Wala yabula fi ma'i raqidi, asikojoe katika maji yaliyotuama. Katika maji yaliyofanyaje? Yaliyotuama. Wakalilun jar, na maji machache yanayotiririka. Usikojoe katika maji machache tu yanatiririka kidogo kidogo unakojoa. Katika adabu za kukidhi haja mtu asikojoe katika maji yaliyofanyaje? Au maji yanayotembea kidogo kidogo. Pamoja haya ni katika adabu za Uislamu. Tunaelewana vizuri na katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu naha ay yubala fil ma'i raqid, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kukojoa katika maji yaliyotuama. Hadithi imepokea al-Imam Muslim kitabu tahara babu nahyu anil bawli fil ma'i raqid, hadithi nambari 281. Na imefanywa kiasi cha maji yanayotiririka polepole ala raqdi li nafsi al-ma'na. Pamoja mnaona vizuri maikhwa. Na baadhi ya wanawazuoni kama al-Imam an-Nawawi, baadhi ya wanawazuoni wao wanaona kwamba hili jambo ni katika an-nahyu al-qira'. Pamoja kukojoa katika maji kuna nahyu al-qira'a, kukojoa katika maji ambayo ni mengi ingana qalilan, walladhi aitamadahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' annahu litahrim, kwamba kuna uharamu kukojoa katika maji ambayo yametuhama shekhi, au maji machache kuna uharamu, ni haramu. Mtu akafika katika maji kwa mfano hapo wapi hapo Rutunga, akafika Rutunga anafika anakojoa pamoja, kuna uharamu ndani yake. Mnaona vizuri naam. Wala fi juhuri, wala asikojoe katika juhuri. Juhuri ni nini? Asikojoe katika yale juhuri, katika vile vishimo vile mashimo yale. Juhuri ni nini? Wala fi juhuri, na hiyo juhuri wa huwa thaqbu fil ardi au jidarun au nahwi, ni kile kishimo kinachokuwa katika ardhi au katika ukuta. Mtu asikojoe katika hivyo vishimo. Unaona kishimo fulani hata kama kitakuwa kidogo unaanza kukojoa, humo yawezekana kuna majini humo na nini. Pamoja usikojoe katika vishimo vya namna kama hivyo. Kadi yakunu fihi hayawanu dhaifu, yawezekana kukawemo na viumbe dhaifu, fayataadha, ukawa umewaudhi. Na hii imekuja katika hadithi ambayo ameipokea Abdullah ibn Sarjas radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alayhi ayubala al-juhri. Mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza kukojoa katika juhuri, katika vishimo. Hadithi hii ameipokea Abu Daudi kitabu tahara babu nahyu anil bawli fil juhri, hadithi nambari 29. An-Nasa'i tahara babu karahiyatu al-bawli fil juhri, karahiyatu al-bawli fil juhri, hadithi nambari 34. Al-juhri huwa thaqbu fil ardh, wa inna an-Nasa'i ana Qatada qala yuqalu innaha masakinul jinn, kwamba ni makazi ya majini. Makazi ya nini? Hiyo. Ana Qatada anasema kwamba yuqalu, inasemekana innaha masakinul jinn, kwamba hivyo katika juhuri hizo ni maeneo ambayo wanaishi majini, maeneo ambayo wanaishi nini? Majini. Kwa hiyo usije ukawakojolea. Na katazo lingine wa mahabbi
mahabilesh rih, na matokeo ya upepo. Usikojoe ukiwa umeangalia sehemu upepo unapotokea. Miongoni mwa adabu za kukidhi haja, unataka kukojoa, sasa unaona upepo unatokea huko mashariki, au ukakojoa umeangalia wapi? Umeangalia mashariki. Usikojoe katika sehemu. Kuna katazo kunako hilo. Kuna nini? Kwa nini? La'alla ya'udu al-kharij alayhi bisababi hububi ar-rih. Huenda ule mkojo ukakurejelea wewe. Warudi ukawa umeingia kwenye ngozi yako kwa sababu ya ule upepo. Ndio hivyo sababu ya nini? Hivyo wakadhalika la yastaqdiru ar-rih wala yastadabba wala yastadbiruha bil gha'id idha kana ma yakhruj minhu raqiqa. Pamoja usikipe la yastaqdiru ar-rih, usielekee upepo wala usiipe mgongo wa ajili ya haja kubwa, idha kana ma yakhruj minhu raqiqa. Pamoja Melana. Na sehemu nyingine wa tariq, usikidhi haja sehemu za njiani. Hapa njiani, barabara hii hapa, unaenda hapo njiani unakidhi haja. Usikidhi haja miongoni mwa adabu, usikidhi haja sehemu ya njia. Tariqun nas, sehemu ya njia za watu, au makani alladhi yajrusuna fihi, au sehemu ambayo wanakaa. Katika sehemu hizo usikidhi haja. Usikidhi nini? Haja. Pamoja sehemu ambapo kwa mfano si hapo kuna sehemu ya miti hizi. Miti yetu hii. Na watu wengine wanaenda kukaa hapo sehemu za miti hizo kwa ajili ya kufanya murada na nini. Sasa usiende ukakaa hapo. Pamoja kuna kivuli hapo, mtu anaweza akaenda akakaa. Yawezekana ikawa ni siku za semina kama inavyokuwa, baadhi ya wanawake huwa wanaenda kukaa pale. Kwa hiyo tusikize haja sehemu hizo. Naona tunafanya makosa mengi Na Alwana vizuri. Soma raha mashi. Soma nini? Soma raha. Alhamdulillah. Wa tahta shajaratin muthmiratin yuqalu thamaruha. Na haifai ukidhi haja chini ya mti ambao muthmira, mti wenye matunda. Yuqalu thamaruha, yanaliwa matunda yake. Usikidhi haja katika chini ya mti ambao una matunda na matunda hayo yanaliwa, matunda yake yanaliwa. Pamoja sifanyeje? Kwa nini naogopewa yale matunda yasije yakapata na najisi? Pamoja sawa, hakuna tofauti. Iwe ni wakati ambao mti huo una matunda au hauna matunda, usikojoe katika mti ambao una matunda ndani mwake. Usikojoe katika mti ambao una matunda ndani mwake. Hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa rasul wa sallallahu yaqul fa sallama alayhi falam yurd alayhi. Sio hiyo hadithi pamoja. Mnaona vizuri? Wala yatakallamu illa li dharura. Hiyo ndo hadithi na nani. Kwa hiyo katika adabu nyingine, wala yatakallam illa li dharura, mtu asizungumze isipokuwa kwa dharura. Wakati wa kukidhi haja mtu asizungumze isipokuwa kwa nini? Mtu anakojoa yuko hapo lakini yuko anaendelea na story. Au yuko yeye mnatupigia kelele wapiga simu. Au mtu yuko chooni anawasiliana na aliyekuwa nje. Hapo wanaendelea na swaga, wanaendelea na story. Wewe anamwambia, hivi unakumbuka jana ilikuwaje? Sasa watu wa mipenzi ya mipira hii. Hivyo sasa hivi kombe la dunia na nini. Janga lilopo, mtihani uliopo Nasikia anamwambia, "Vipi jana umeionaje hiyo timu hiyo?" Sio timu gani Pamoja. "Umeionaje bwana?" Sio walikuwa shwari bwana, wamecheza vizuri Yuko chooni, naendelea na story. Au mwingine, si Waislamu, si wanafunzi, hatuna hizo tabia. Ndio hivyo. Hatuna tabia hizo.
Kwa hiyo hakuna kuzungumza isipokuwa kwa dharura, na haya ni yale ambayo tumeyatanguliza katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu pamoja ya kwamba hadithi ya Jabir afwan, hadithi ya nani? Hadithi ya nani ile tulizosoma? Ibn Umar radhiyallahu anhu anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu fasallama alayhi falam yurda alayhi pamoja salimia mtume sallallahu alayhi wasallam akuitikia. Ana Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu la yakhruju ar-rajulani yadribani ala aiti kashifaina an awratiha yatahaddathani fa inna Allah azza wa jalla yamqut ala dhalika. Pamoja na al-Imam Abu Daud ameweka mlango katika kitabu chake akauita karahiyatu al-kalam 'inda al-haja, chukizo ya maneno wakati wa haja, kidha haja. Ibn Majah na yeye akaweka mlango unaosema an-nahyu 'anil ittima' ala al-khala'i wal hadith 'indahu. Pamoja umeona vizuri? Wala yastanji bil ma'i fi mawdhi'ihi, wala yastanji nasemaje? Wala yastanji bil ma'i fi mawdhi'ihi. Pamoja asifanyeje? Fanye istinja kwa maji katika sehemu yake. Wala yastanji tuishi hapa kwanza, tutaendelea kesho. Pamoja endelea kesho. Hapa naendelea kesho. Naam ustaz. Ndio. Wapi? Unakidhi haja. Ndio. Ndio. Ya utafute kinga kwa moyo ndani ya moyo wako. Kinga ndani ya moyo wako ukiwa katika haja. Pamoja naam. Unajikinga ndani ya moyo, usitoe sauti. Ndio ustaz. Ndio. Ubona chati ni makosa, miongoni mwa makosa ambayo yanafanyika. Yaani mtu yupo chooni, yupo anaendelea na kuchati. Katika makosa makubwa. Pamoja katika nini? Wewe una adabu za kukidhi haja, sio sehemu ya kuchati. Pamoja? Ndio. Hazina taa. Usimpokee. Unapokeaje chooni? Unakata au unaiweka silent? Pamoja unaibonyeza katikati ili siendelee kulia. Usimpokee chooni. Sasa ukimpokea chooni utamwambia niko chooni. Nini sasa? Shazungumza, hakuna haja ya kuzungumza chooni. Eti kwa sababu unapokea simu. Kama ni nini utasubiria, shatoka, utakuja umpigie baadaye. Ndio hivyo. Naam. Barakallahu fik. Nadhani tulia hapa. Naona muda umeenda sana. Swali insha Allah sasa tutaendelea kuanzia hapa. Mweke alama tulipo.